An-najatu min ash-shadaid, kudumu na amali njema ni sababu ya wewe kuepushwa yale matatizo na mazonge makubwa na kuokolewa na matatizo mengi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ta'arraf ila Allah fi ar-raha'i ya'rifuka fi shidda. Mjue Allah wakati wa raha, una neema na kila kitu, mjue Allah. Atakujua wakati wa matatizo. Lakini si kinyume chetu, ndugu zangu. Mtu akiruzukiwa akiwa na neema kidogo, subhanallah, wengine na misikiti wanaacha kabisa. Mwingine anaanzisha na starehe ambazo zikuwepo, maana sio starehe, ni uchafu. Mwingine anafanya vituko vya ajabu kabisa. Gari imepandishwa vioo masaa 24, ajui watu. Hawezi kufika hata kwenye watu akasema nisimame niteremshe kioo nisalimie watu, abadan. Nini unajua? Riski. Anaila siku akipigika mnakuwa wote msikitini. Nini hiyo? Wewe bwana huwezi kuokolewa wakati wa matatizo. Hukumjua Mwenyezi Mungu wakati wa raha, yeye atakujua wakati wa shida. Atakuacha uende tu. Uende kwa waganga wa kienyeji, uende wapi, utajua mwenyewe. Na anakusubiria. Hadithi inda Tabarani, kisha hadithi ya Mtume ya mwisho sema, man sarrahu ay yustajaba lahu inda shadaid wal qarb, anayetaka Mwenyezi Mungu amuitike, amsikilize wakati wa shida na matatizo, falyukthiru duaa fi rakhai, azidishe dua anapokuwa katika kipindi kizuri kwake yeye na neema nzuri, amwelekee zaidi Allah, sio ampe mgongo wala kipindi cha nini, cha raha, cha matatizo. Huyo anakuja mikono nyuma. Alipopata mikono ilikuwa wapi? Mbele. Ilipokosa mikono imerudi wapi? Nyuma. Haitusaidii chochote, na wala Allah hawezi kumgeukia. Ndugu zangu katika imani, almuhimu, kitu kinachotakiwa hapa ni sisi kudumu na haya matendo yaliyo mema, yale tuliyokuwa tunayafanya ndani ya Ramadhani. Kila mtu ahesabu nafsi yake, kila mtu ahesabu nafsi yake. Mimi Ramadhani nilikuwa na amali gani? Nilikuwa nafanya nini na nini na nini? Leo nafanyaje? Je, yale matendo basi yanafanania? Hata kama sio ile 100%, basi patikane kiasi. Ittaqullaha mastata'tu, mcheni Mwenyezi Mungu kadri mwezavyo. Fanya juhudi zako uwezavyo. Sio ndio unabweteka na kuacha kila kitu. Kila kitu. Hizo sio dalili njema. Hii ni dalili ya kuonyesha pana hatari kubwa ya wewe penginewe hukukubaliwa amali zako, kwa sababu umekata kila kitu. Kwa hiyo inshallah, na kibaya zaidi ni kule kuacha faraidh alichofaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ukaachana nacho kabisa. Hiyo moja kwa moja, hiyo moja kwa moja haukuwepo wewe, hukuingia kwenye faili, hukuingia